Moja kwa moja tufululize hadi Dar es Salaam. Mamlaka nchini Tanzania zimeimarisha usalama katika maeneo mbalimbali ya nchi, hususan mjini Dar es Salaam kuelekea maandamano ya kudai katiba mpya na kuheshimiwa haki za binadamu yaliyopangwa kufanyika Julai 7 sambamba na maadhimisho ya siku ya Sabasaba na maonyesho ya kimataifa ya biashara. Katika siku za hivi karibuni kumeshuhudiwa kuongezeka kwa uwepo wa maafisa usalama na vyombo vingine vya ulinzi katika maeneo muhimu ya jiji, ikiwemo barabara kuu, taasisi za serikali na maeneo yenye mikusanyiko mikubwa ya wananchi, huku jeshi la polisi likitangaza kuwakamata wanaodaiwa kuhusika na mipango ya kufanya vurugu. Florence Majani na taarifa kamili. Wakati wananchi, watetezi wa haki za binadamu na baadhi ya viongozi wa vyama vya upinzani wakionyesha wasiwasi wa kutokea kwa vurugu zinazofanana na zile zilizoshuhudiwa wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka jana, jeshi la polisi nchini Tanzania limetangaza kuwa hali ya usalama ni shwari. Hata hivyo, msemaji wa jeshi la polisi nchini Tanzania, DCP David Misime, amesema tayari wameshawakamata baadhi ya watu wanaosadikiwa kuhusika na mipango ya kufanya vurugu hapo kesho. Ufuatiliaji unaoendelea kufanyika umeendelea kubaini kuwa hao watu wanaendelea kuhamasisha vurugu kwa kuhamasishana kuwa safari hii hawaji kinyonge, hivyo watahakikisha wanaua baadhi ya viongozi, wananchi. Mamlaka zimesema uwepo wa askari kwenye maeneo mbalimbali ni sehemu ya operesheni za kawaida za kiusalama, wakati serikali ikiendelea kusisitiza marufuku ya mikutano na maandamano ya kisiasa yasiyoidhinishwa, ikisema kuwa hatua hiyo inalenga kulinda usalama wa wananchi na utulivu wa nchi. Wakati huo huo, baadhi ya viongozi wa upinzani wameendelea kueleza wasiwasi wao kuhusu kukamatwa kwa wakosoaji wa serikali, madai ya utekaji na vikwazo dhidi ya shughuli za kisiasa. Wachambuzi wa masuala ya siasa wameeleza kile walichokiona katika vuguvugu la hofu ya maandamano, ulinzi, usalama, utawala bora na sheria. Mwanaharakati wa masuala ya haki za binadamu William Maduhu ameiambia DW. Tofauti ni kwamba maandamano haya ya sasa, jeshi la polisi halijakiri hadharani kwamba limeshapokea taarifa za hao wanaodaiwa kutaka kupanga maandamano haya. Na kama ndivyo hivyo, automatically ni kwamba kama kuna taarifa ya maandamano ambayo jeshi la polisi wanayo, sioni kama kutakuwa na maandamano hayo kesho. Hofu kuhusu maandamano hayo imeonyeshwa pia na baadhi ya wazazi. Wapo walioamua kutowapeleka watoto wao shuleni kwa hofu ya usalama, licha ya mamlaka kutangaza kuwa hali ni shwari. Napata hofu kweli kabisa kumpeleka mwanangu, tunasikilizia kwanza. Kukiwa salama tutawapeleka siku nyingine, ni hofu tu. Sio kwamba labda kuna kitisho tumekipata, hapana, ila tu ile hofu na ile iliyotokea mwaka jana. Baadhi ya shule zimetoa taarifa rasmi ya kuwataka wanafunzi kurudi mashuleni Julai 8. Mwalimu wa shule ya msingi ya Dr. Sanane jijini Dar es Salaam, Harriet Masika, amesema sisi tulisimamia hapo, ila wazazi waliomba kwamba hebu tusubiri hadi tarehe 8 tuone, na hizo kaika wanazosema tuone tarehe 8. Nje ya jiji la Dar es Salaam, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limesema limewakamata watu 4 kwa kupanga kuhamasisha vurugu hapo kesho. Hayo yote yanajiri wakati Tanzania ikiendelea kuangaliwa kwa karibu na wadau wa ndani na wa kimataifa kuhusu hali ya kisiasa na haki za binadamu kufuatia vurugu zilizoripotiwa wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka jana, ambapo zaidi ya watu 2000 inaaminika walipoteza maisha, wengine kujeruhiwa na mali kuharibiwa katika baadhi ya maeneo hapa nchini. Florence Majani, DW, Dar es Salaam. Na asante Florence Majani kwa ripoti hiyo. Bado tukituama kanda ya Afrika Mashariki, watu mbalimbali nchini Uganda wamemkosoa Rais Yoweri Museveni kwa msimamo wake kuhusiana na vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu ambavyo mwanawe Jenerali Muhoozi Kainerugaba amejihusisha navyo. Lubega Emmanuel ametuma ripoti ifuatayo. Akihutubia taifa mwishoni mwa wiki, Rais Yoweri Museveni alionekana kuwajibu wakosoaji wake kuhusiana na mambo kadhaa ya ukiukaji wa haki za binadamu ambayo hivi karibuni yameibua hofu na wasiwasi miongoni mwa umma. Tamko lake la kupinga dhamana kwa wapinzani wake wa kisiasa limejenga tafsiri kwamba ana ushawishi mkubwa kwa maamuzi yanayofanywa na mahakama za nchi.
The arrested opposition lawbreakers may not get bail because wahalifu wa upinzani huenda wasipate dhamana kwa sababu wanatishia usalama wa wale wanaotoa ushahidi dhidi yao. they threaten the security of the witnesses. Kulingana na wachambuzi mbalimbali wakiwemo wanasheria, hii imedhihirisha kuwa Museveni ambaye ametawala Uganda kwa zaidi ya miaka 40 sasa hakubaliani tena na sheria zinazolinda haki za binadamu wala katiba ya nchi na pia sheria za kimataifa. Timothy Chemonges na Wamoto Ambete ni wachambuzi wa masuala ya kisiasa. Rais anaelewa na anafuatilia kila kinachofanyika humu nchini na pia mambo yote ambayo mkuu wa majeshi General Muhoozi amekuwa akiyatamka kwenye mtandao ni mambo yote ambayo yanafanyika na anajua. Haya ya mazamani yakirudia na ambaye ilimfanya mzee Museveni kwenda porini kupigana vita, na kwa wakati huu aseme kwamba kijana wake anayoyafanya yote ni kwa ajili ya usalama, hilo nafikiri ni kinyume cha maadili ya watu wa Uganda. Kwa kumtaja hasimu wake wa siku nyingi Dr. Kizza Besigye kwamba ndiye anayechelewesha kesi dhidi yake, Rais Museveni alionyesha kutenga swala hilo na siasa. Take the case of Besigye. He was arrested on the 17th of November 2024. Chukua mfano wa Dr. Besigye, alikamatwa Novemba mwaka 2024. Muda huu wote ameendelea kupinga kuendeshwa kwa kesi dhidi yake, na watu wanadai eti udikteta wa Museveni na familia yake unamfunga Besigye kimakosa. Because the dictatorship of Museveni and his family is imprisoning Besigye wrongly. Lakini wanasheria wamekosoa vikali mtazamo wa Rais Museveni wakisema kuwa kesi dhidi ya Besigye na hata wakili wake Erias Lukwago na wengine ni za kisiasa na utawala wenyewe ndio wenye hila za kutatiza kuendeshwa kwake. Katika hotuba yake aidha, Rais Museveni alielezea kuunga mkono vitendo vya mwanawe vya kudhibiti vyombo vya habari pamoja na kuagiza kufungwa kwa vile ambavyo kwa mtazamo wake hurusha taarifa za kupotosha kuhusu hali halisi iliyopo Uganda. Lubega Emmanuel, DW Kampala. DW tunavuma kwa kishindo. Tuzimulike taarifa nyingine zilizogonga vichwa vya habari. Serikali ya kijeshi ya Mali inakabiliwa na shinikizo kubwa kufuatia wimbi jipya la mashambulizi yaliyofanywa na wapiganaji wa itikadi kali pamoja na waasi wa Kituareg. Mashambulizi hayo yamezua wasiwasi kuhusu uwezo wa serikali kuendelea kudhibiti nchi. Taarifa kamili imeandaliwa na kusomwa na Silvanos Karemera. Zaidi ya miezi miwili baada ya kuanzisha mashambulizi makubwa yaliyodhoofisha utawala wa kijeshi, kundi la JNIM ambalo linatajwa kutetea maslahi ya Uislamu na Waislamu linahusishwa na mtandao wa Al-Qaeda pamoja na kundi jingine linalopigania ukombozi wa Zawadi au FLA yalifanya mashambulizi ya pamoja siku ya Jumamosi katika maeneo mbalimbali ya kaskazini na katikati mwa Mali. Waasi hao walishambulia miji kadhaa muhimu pamoja na moja ya magereza makubwa nchini humo lililo kusini mwa mji mkuu wa Bamako. Mashambulizi hayo yameonyesha ugumu unaoikabili serikali ya kijeshi katika kudhibiti taifa hilo kubwa la ukanda wa Sahel. Katika eneo la Kidal kaskazini mwa Mali, FLA imedai kuwa imeteka mji wa Anefis ambako wanajeshi wa Urusi bado wana kambi ya kijeshi, huku mapigano yakiendelea hadi Jumapili. Kundi hilo pia limesema lilivamia msafara mkubwa wa wapiganaji wa Urusi na wanajeshi wa Mali uliokuwa kutoka mjini Gao kuelekea Anefis. Tuliwasababishia adui hasara kubwa, msemaji wa FLA Mohamed El Mauludi Ramadan aliambia AFP bila kutoa maelezo zaidi. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema mashambulizi hayo yanalenga kuzidhoofisha na kuvunja nguvu za jeshi la Mali. Mtafiti mwandamizi katika kituo cha sera maarufu kama Policy Center for the New South cha nchini Morocco, Rida Liamuli, amesema mashambulizi ya makundi ya JNIM na FLL yanalenga kulivunja nguvu jeshi la Mali pamoja na kikosi cha Africa Corps kutoka Urusi na yanaonekana kufanikiwa kufanya hivyo. Mkurugenzi wa taasisi ya Timbuktu yenye makao yake Dakar, Bakari Sambe, amesema serikali ya kijeshi sasa inadhibiti sehemu ndogo tu ya nchi. Serikali inadhibiti Bamako na maeneo machache ya kimkakati. Sehemu nyingine za nchi bado hazina utulivu. Ameongeza kusema mashambulizi haya yanafuatia shambulio kubwa la mwishoni mwezi Aprili ambapo makundi hayo yaliteka mji wa kimkakati wa Kidal na kumua waziri wa ulinzi wa Mali Sadio Kamara. Mtafiti kutoka taasisi ya utafiti ya kimkakati ya chuo kikuu cha kimataifa cha kupambana na ugaidi amesema waasi hao sasa wanaonekana kulenga kuimarisha udhibiti wao kaskazini mwa Mali kabla ya kusonga mbele kuelekea kusini. Jenerali Assimi Goita ameongoza Mali tangu alipochukua madaraka kupitia mapinduzi ya kijeshi mwaka 2020 na 2021. Tangu wakati huo
Mali ilisimamisha ushirikiano wa kijeshi na Ufaransa ilikuwa dola yake ya kikoloni na badala yake kuimarisha ushirikiano na vikosi vya Urusi. Kundi la Wagner lilikuwa likifanya operesheni nchini humo, sasa limechukuliwa nafasi na kikosi cha Africa Corps cha Urusi. Mji mkuu Bamako nao umekuwa kukabiliwa na shinikizo. Kwa miezi kadhaa sasa, JNIM imekuwa kifunga baadhi ya barabara zinazoingia mjini humo, hali iliyovuruga shughuli za kiuchumi na kusababisha upungufu wa mafuta. Na sasa tuimulike michuano ya kombe la dunia la FIFA. Bruce Amani niko naye hapa studioni. Bruce, kuna ripoti kwamba ule uamuzi niseme ni uamuzi tata, manake umeibua hisia mseto hadi sasa.